Kwa hiyo nia yetu as we go forward ni kuona kwamba hizi wizara ambazo zina mchango katika katika kuleta mabadiliko ya mazingira yetu katika nchi basi zishirikiane. Maana kama rais ameshazindua mpango wa kukijanisha nchi, rais ile akishamaliza, maana yake sisi wasaidizi wake sasa ndio tunatakiwa kwenda mbio. Maana rais kazi yake anakuwa ameshaifanya, na katika kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa rais, mtakumbuka yeye mwenyewe alipanda mti, lakini alifanya hamasa kubwa ya upandaji miti pia siku ile. Lakini pia tumekuwa tunatoa mifano ya nchi ambazo zimefanikiwa sana katika upandaji wa miti, na Ethiopia imekuwa mfano wa kuigwa sana. Sasa mimi nilitamani sana kwamba katika kipindi hiki cha miaka mitano ya pili ya mheshimiwa rais, basi rais wetu aweke pia legacy ya upandaji miti, ambao baada ya miaka mitano watu wanapotoa mifano ya nchi zilizofanikiwa katika upandaji miti na hifadhi ya mazingira, na Tanzania pia itajwe. Yani kama watu wanataka kujifunza, sasa tukajifunze wapi? Tanzania. Hiyo kwa kweli itakuwa jambo la faraja sana, na tunaweza maana katika nchi ina wataalamu wa kutosha, commitment ya kuhifadhi na kulinda mazingira yetu. Tanzania tunaweza kufanya. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, ningeomba makatibu wakuu wetu waone uwezekano wa kukutana, watengeneze mpango wa pamoja, baadaye mawaziri waupitie, watuletee, alafu sisi tumshauri rais namna bora zaidi ya kutengeneza mkakati ambao unafanikiwa. Nimeambiwa changamoto kubwa sio kwenye kupanda miti, ni baada ya kupanda kuihifadhi hiyo miti. Kwa kiwango cha miti ambayo inakufa baada ya kupandwa mara moja ni kikubwa sana ukilinganisha na yanayokuwa. Kwa hiyo tunapokwenda kutengeneza mpango wa upandaji miti, lazima tutengeneze na mpango unaokwenda sambamba na huo wa kuihifadhi hiyo miti baada ya kuipanda.